Usiku uliokwisha kupita imeripotiwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi ya kuwa Ukraine iliweza kufanya shambulizi kubwa la ndege zisizo na rubani takriban 100 katika maeneo kadhaa huko nchini Urusi, ambapo jeshi la Urusi liliweza kudungua takriban ndege 100 zisizo na rubani za Ukraine usiku kucha uliopita katika maeneo kadhaa ya Urusi, ikiwa ni pamoja na nusu yake kwenye rasi ya Crimea. Wizara ya Ulinzi mjini Moscow imeweza kueleza hivyo. Katika taarifa yake Alhamisi asubuhi siku ya leo, wizara hiyo iliweza kusema ya kuwa vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi viliharibu au kunasa jumla ya ndege 87 za mrengo zisizohamishika za Ukraine. Kati ya ndege hizo zisizo na rubani takribani 45 zilidunguliwa katika eneo la Crimea, mahali pengine 10 kila moja zilizuiliwa katika mpaka wa mikoa ya huko Belgorod na huko Kursk na zingine 8 huko Voronezh. Pia ndege 4 zisizo na rubani zilidunguliwa katika kila mkoa huko Bryansk, Lipetsk na Nizhny Novgorod, huku 2 zikiwa zimenaswa karibu na Moscow. Taarifa hiyo haikubainisha iwapo mojawapo ya ndege hizo zisizo na rubani zilisababisha uharibifu mkubwa au hasara katika maeneo hayo. Crimea ambayo ilijiunga na Urusi baada ya kupiga kura katika kura ya maoni ya hadhara mwaka 2014 kufuatia mapinduzi yaliyoungwa mkono na nchi za Magharibi huko Kyiv, ni nyumbani kwa meli za makao ya Bahari Nyeusi ya Urusi na mara nyingi imekuwa ikilengwa katika mzozo na Ukraine, ambako Moscow pia imeshutumu Kyiv kwa kushambulia miundombinu ya kiraia ya peninsula hiyo, ikiwemo daraja la kimkakati la Crimea linaloiunganisha na bara. Suala la Crimea pia limeripotiwa kuwa kitovu cha mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Ukraine, ambako kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vimeeleza kuwa Donald Trump, rais wa Marekani, amekiuka pendekezo ambalo ni pamoja na kutambua kwa Crimea kama sehemu ya Urusi na makubaliano ya kuzuia Ukraine kutoka wanachama wa NATO, ambayo kwa muda mrefu imekuwa wasiwasi mkubwa kwa Moscow. Pia taarifa nyingine ambayo imeripotiwa muda huu, hii ni kutokana na shambulizi la HIMARS la Ukraine ambalo limesababisha kifo cha mwanahabari wa jeshi la Urusi huko nchini Urusi, ambapo mwanahabari wa jeshi la Urusi ambaye aliweza kupata majeraha mabaya katika shambulizi la Ukraine mwezi mmoja uliopita amefariki dunia akiwa hospitalini. Taarifa hii imeweza kutangazwa siku ya leo. Askari huyo maarufu kama Nikita Gordon alijeruhiwa katika tukio ambalo liliweza kugharimu maisha wenzake wawili na dereva wao. Gordon ambaye alifanya kazi katika kituo cha televisheni cha Wizara ya Ulinzi cha Zvezda alipata majeraha mabaya kichwani wakati kundi la waandishi wa habari waliokuwa wakisafiri kwa gari katika Jamhuri ya Watu wa Lugansk walipopigwa na mfumo wa rocket wa HIMARS uliotolewa na nchi ya Marekani, ambapo siku ya leo Alhamisi Zvezda ilitangaza kifo cha mwandishi huyo katika hospitali ya Moscow. Ripota wa Izvestia Alexander Fedorchak, ambaye ni mpiga picha wa Zvezda, Andrei Panovi na dereva wao Alexander Sikali pia walifariki katika shambulizi hilo. Pia ripota wa shirika la TASS Mikhail Sukaratovi alijeruhiwa. Aliweza kupata majeruhi ya shrapnel alipokuwa akiandika matukio katika mkoa wa Kursk katika shambulio tofauti siku hiyo. Mzaliwa wa Pskov, Gordon alikuwa mpiganaji wa taekwondo mwenye kuahidi kabla ya kuanza kazi ya kijeshi, na alianza kufanya kazi kwa Zvezda mwaka jana 2024. Akitoa maoni mwezi uliopita kuhusu mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari wa Urusi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Urusi anayefahamika kama Maria Zakharova aliweza kuyataja kama ushahidi wa hali ya kigaidi kinyama ya serikali ya Kiev, ambako msururu wa kisasi cha kikatili dhidi ya waandishi wa habari wa Urusi
na wanazi mamboleo wa Ukraine ni thibitisho tosha jingine la utayari wao wa kutenda uhalifu wowote dhidi ya raia bila kusita, wakiwemo wafanyakazi wa vyombo vya habari ambao wanalindwa chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu. Maafisa wa Urusi wameshutumu mashirika ya kimataifa yanayodai kulinda haki za waandishi wa habari kwa kupuuza vifo vya wanahabari wa Urusi katika mzozo na Ukraine, wakidai ni kwa sababu za kisiasa. Ripoti nyingine ambayo na kudokeza muda huu tofauti au nje na ripoti hiyo ya mashambulizi ya Urusi ambayo yaliweza kutoka katika maeneo kadhaa huko nchini Urusi, na pia maafa ya waandishi hao kutoka huko nchini Urusi. Kingine ambacho amekiripoti Rais wa Marekani Donald Trump amekiri ya kuwa ni ngumu kushughulika na Zelensky kuliko Rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais wa Marekani Donald Trump amekiri ya kwamba alitarajia Volodymyr Zelensky kuwa rais kushughulikia kuliko Rais wa Urusi Vladimir Putin. Zelensky alikataa hadharani hoja muhimu iliyoripotiwa katika mfumo wa amani wa Marekani wa kusuluhisha mzozo wa Ukraine, akisisitiza mapema wiki hii ya kwamba Kyiv haitajadili hata kuitambua rasmi Crimea kama eneo la Moscow. Ikulu ya Marekani ilimkashifu kwa kufichua maelezo nyeti ya mazungumzo ambako Trump alionya ya kuwa Zelensky atahatarisha kupoteza nchi ikiwa ataendelea kusimamisha mazungumzo na Moscow. Nadhani Urusi iko tayari, nadhani tuna mpango na Urusi, tunapaswa kupata makubaliano na Zelensky, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House huko nchini Marekani siku ya jana Jumatano. Trump aliongeza kuwa ninatumai kuwa Zelensky nilidhani inaweza kuwa rahisi kushughulika na Zelensky, hadi sasa imekuwa ngumu zaidi. Rais wa Marekani aliongeza kuwa hiyo ni sawa na sawa, akionyesha matumaini ya kwamba watakuwa na makubaliano na pande zote mbili. Ambapo mapema Jumatano Donald Trump alisema katika chapisho lake kwenye ukweli wa jamii ya kwamba Zelensky anashikilia msimamo dhaifu wa kujadiliana, kwani hali ya Ukraine ni mbaya, anaweza kuwa na amani au anaweza kupigana kwa miaka mingine mitatu kabla kupoteza nchi nzima. Trump alikataa kusema iwapo ananuia kukutana na Zelensky wakati wanatarajiwa kuhudhuria mazishi ya Papa Francis baadaye wiki hii. Alisema hajui kama ataenda kwenye mazishi au la, lakini anatumai atatatua jambo hilo. Trump ndivyo pia namna ambavyo aliweza kuzungumza. Marekani imekuwa ikishinikiza kutatuliwa kwa mzozo huo, huku pia ikitaka kupata makubaliano ya uchimbaji madini na Ukraine ili kusaidia kufidia mabilioni ya dola ambayo imetumia kusambaza silaha na misaada ya kijeshi nchini humo.